Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma ni miongoni mwa taasisi ambazo zinasimamia ununuzi wa umma katika nchi yetu ya Tanzania. Mchango ambao Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma ambao imefanya katika mnyororo wa ugavi hapa Tanzania, moja, imejenga na kutengeneza moduli kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha, Mamlaka ya Kudhibiti Ununuzi wa Umma na kukamilisha moduli ambayo inashughulikia malalamiko au rufaa na kutoa maamuzi ambayo yanasaidia kuharakisha miradi ya serikali kutekelezwa. Mojawapo ya vitu ambavyo moduli hii imeleta ni kuwaunganisha wazabuni wote na taasisi nunuzi hapa nchini ili mwisho wa siku kuweze kupatikana uwajibikaji, uwazi na ufanisi katika kutatua migogoro hii ambayo inaibuka katika ununuzi wa umma. Moja ya faida au baadhi ya faida ambazo zinaletwa na moduli hii ni kwamba kuna kuokoa muda, kuna kuokoa fedha, kuna utunzaji wa nyaraka, kuna uwazi ambao umeongezeka. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaona kwamba ufanisi umeongezeka katika kufikia hukumu ambazo zinazotolewa. Pia kuongeza uwazi na uwajibikaji. Mamlaka imeongezea mfumo wa video conference au mikutano kwa njia ya video ambayo inawawezesha wananchi kusikilizwa popote pale walipo nchini, kwa wale ambao hawana haja ya kuja mpaka kwetu Dodoma wakati wa mashauri. Na hii pia imesaidia hata wadau ambao wanapatikana kutoka nchi za nje kupata fursa ya kushiriki katika mashauri na hukumu kufikiwa tukiwa wamepata nafasi ya kuwasilisha hoja zao kabla mamlaka haijatoa maamuzi. Kwa hiyo ukiangalia kwa ukubwa au kwa upana utagundua kwamba mamlaka imefanya mchango mkubwa, lakini pia tumeshiriki katika utungwaji wa hizi sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi, tumeshiriki katika sheria yenyewe kutungwa, tumeshiriki katika kanuni za ununuzi wa umma, tumeshiriki katika kanuni za rufaa ya ununuzi wa umma. Hivi vyote vikiwa vinaonyesha mchango mkubwa ambao Mamlaka ya Rufani ya Zabuni inao, na pia tutaendelea kufanya hivyo hata kwa vipindi vinavyokuja. Kwa mfano, katika vipindi vinavyokuja tunataraji kwamba tutasogeza huduma zaidi kwa wananchi kwa kusogeza kupitia kanda na kupitia mikutano ya video ambayo itarahisisha kuwafikia wananchi ambao ni walengwa mahususi wa huduma hizi ambazo mamlaka inazitoa. Lakini pia jambo lingine ambalo ni la msingi ni kwamba sisi kama Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma tumeunga taasisi nunuzi zote na wazabuni wote katika mfumo huu wa utoaji haki. Mfumo huu wa utoaji haki uko katika nyanja tatu. Nyanja ya kwanza ni taasisi nunuzi, nyanja ya pili ni Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma, na pale mzabuni anapoona hajaridhika na kile ambacho kimetolewa na Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma, kuna nyanja ya tatu ambayo ni mahakama. Tunataraji kwamba kwa kipindi kinachokuja tutakamilisha uunganishwaji wa nyanja ya tatu ili kukamilisha mfumo wote wa utoaji haki, na pale ambapo mzabuni au mwananchi anapokuwa akiwa ndani ya mfumo wa kutafuta haki, anaweza kuwa ndani ya mfumo tangu kwa taasisi nunuzi mpaka hata mahakama kulingana anavyoona inafaa. Kwa hiyo haya yote ukiyajumuisha yametoa mchango mkubwa sana katika mnyororo mzima wa ugavi. Kuna maeneo mengi ambayo tunataraji kuyaboresha. Kwa mfano, katika eneo la makundi maalum
Tutakuja na kuangalia matozo ambazo zinazotozwa na kuzirejea ili ziwe rafiki, lakini pia kwa vijana ambao serikali imeangazia sana wakati huu kwa vijana, tutaelekeza nguvu nyingi kwa vijana kuhakikisha kwamba vijana wanapewa fursa ambazo wanazitafuta. Kwa ujumla niseme kwamba huu ndio umekuwa mchango ambao mamlaka ya rufani ya Zabuni imefanya katika mnyororo mzima wa ugavi.